Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi hichi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tunatoa sehemu ya pili ya kipindi kinachoitwa Wewe ni Nani, au tambua nafasi yako mbele za Mungu. Nafasi yako mbele za Mungu. Sehemu ya kwanza imekusha kutoka. Hii ni sehemu ya pili. Unapookoka wewe unapata nafasi ya kuitwa kuhani. Kuhani wa Mungu. Katika ile nafasi, katika kile kipindi cha kwanza tuliangalia kwamba wewe ni nani katika Kristo. Tulifundisha na unaweza ukafuatilia kwenye mtandao hapo kwenye chaneli yetu, utaona kipindi kinachoitwa Wewe ni Nani, katika nafasi yako katika Kristo. Sasa tunatoa sehemu ya pili ya somo hilo ambayo inasema unapookoka unapata nafasi ya kuitwa kuhani na mfalme. Ufunuo Yohana sura ile ya 5 mstari wa 9. Anasema nao waimba wimbo mpya wa Musa wakisema, unastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kukifungua, maana ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila lugha na kabila, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani, nao wanatawala juu ya nchi. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 5 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani na mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 5, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zilizokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo unapookoka ukampa Yesu maisha yako, unafanyika kuhani. Na kazi ya kuhani ni nini? Ni kumfanyia Mungu ibada. Katika ile Luka sura ya kwanza mstari ule wa kwanza mpaka wa 8 utaona kuhani anayeitwa Zekaria ambaye alikuwa akifukiza uvumba na akatokewa na malaika Gabrieli akimwambia atapata mtoto anayeitwa Yohana. Akashindana akasema yeye ni mzee, akapigwa ugugu. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya kuhani, ukishakuwa kuhani, kazi yako ya kwanza ni kumfanyia Mungu ibada. Naweza kuisoma katika Luka sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8. Lakini kazi ya pili ni kusogeza mahitaji ya watu kwa njia ya toba. Mahitaji ya watu kwa njia ya toba. Kuhani ni mpatanishi wa kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Mahali popote uovu ukitokea, pamekosekana mtu ambaye anaweza kusimama katika position ya kuhani. Kuhani anafanya upatanisho kati ya kundi na Mungu. Watu wakimkosea Mungu walikuwa wanafanya upatanisho, lakini kwa zamani walikuwa wanatumia damu za wanyama kufanya upatanisho, lakini kwa sasa wanatumia damu ya Yesu katika kufanya upatanisho. Lakini kazi ya tatu ya kuhani ni kupooza na kunyamazisha ghadhabu ya Mungu. Ukisoma katika Ezekieli sura ile ya 22 mstari wa 29 mpaka wa 30 unaona watu wakitenda dhambi katika nchi au wakitenda udhalimu au wakinyang'anya kwa nguvu, Mungu huwa anasema anatafuta mtu wa kusimama katika boma, alitengeneze boma mahali palipobomoka. Huyo mtu anamtafuta, maanake huyo mtu awe ni kuhani katika ulimwengu wa roho. Ni kuhani mwenye namna ya utengenezaji aliyoandaliwa kwa ajili ya kutengeneza hali ya kiroho katika ulimwengu wa roho iweze kukaa sawa sawa. Kama hawezi kutengeneza hali ya kiroho katika ulimwengu wa roho ikae sawa sawa, Mungu hawezi kushuka na kujidhihirisha. Mungu anashushwa mahali baada ya maandalizi, hashuki mahali bila maandalizi. Lazima kuwe na watu wa kuandaa njia ndio Mungu aweze kushuka, na njia mojawapo ni njia ya toba. Kwa hiyo sasa anavyosema kwamba anatafuta mtu, hatafuti mtu tu wa kawaida, maanake ni mtu mwenye ufundi. Hawezi kusema anatafuta mtu wa kutengeneza ambaye sio fundi, maanake anatafuta mtu ambaye ni fundi kwa namna ya rohoni, wa kutengeneza vitu vya kiroho. Ni fundi wa kiroho, wa kujenga kiroho, ni fundi anayejenga kiroho.
Huyo mtu anaye wa kutengeneza hawezi kutengeneza kama hana mafunzo ya kutengeneza, hana mafunzo, hana ufundi wa kutengeneza, ufundi wa rohoni, ajue ni kitu gani atasimama nacho kwenye kufanya hayo matengenezo ya hilo boma. Ndio kazi ya kuhani hiyo. Kwa hiyo unapookoka unapewa hiyo nafasi. Kwa hiyo hii channel pia inaandaa watu wa Mungu, inaandaa watumishi wa Mungu. Lakini kazi nyingine ya nne ya kuhani ni kusogeza sadaka patakatifu kwa Mungu. Samuel alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Na unaweza ukasoma katika Samuel wa kwanza ile sura ya 7 namna alisogeza sadaka kwa ajili ya Israeli wakati jeshi la Wafilisti lilipokuwa linainuka kupigana na Israeli. Samuel ndio alikuwa anawaombea kwa Mungu kwa sababu alivaa ukuhani mtakatifu. Sawa sawa na Petro wa kwanza 2:5. Sawa sawa na Petro wa kwanza 2:9. Sawa sawa na kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9. Ukisha okoka unapewa nafasi hizo mbili. Sio za kusomea chuo, unapewa hizo nafasi mbili. Ya kwanza ni nafasi ya kifalme, ya pili ni nafasi ya kikuhani. Na ukiweza kutumia nafasi kwenye ulimwengu wa roho, mambo yanakaa vizuri. Namba 5, kazi ya kuhani ni kusimamisha vitu katika ulimwengu wa roho na kuviruhusu vitu katika ulimwengu wa roho. Hii unaweza ukasoma katika Mathayo 18:18. Anaposema lolote utakalolifunga duniani, mbinguni litafungwa. Maana yake sauti ya kuhani inasikika, inatenda kazi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, sehemu mbili kuu tofauti. Kwa hiyo anaweza akafunga vitu katika ulimwengu wa mwili vikafungika katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaweza ukaona hata Elia alifunga na kusimamisha mvua miaka 3 na miezi 6. Hiyo nenda kasome kwenye Yakobo 5 kuanzia mstari ule wa 14 mpaka wa 16. Haya, Joshua alisimamisha jua. Unaweza ukaona. Kwa hiyo ni kusimamisha vitu katika ulimwengu wa roho na kuviruhusu. Na ndio maana unaweza kukuta wewe kwenu wewe ni kuhani. Ndio maana hata kama kuna mtu anakufa, Mungu anakuonyesha hicho kifo. Kwa hiyo ukiki accept kinatokea. Ukikansel kwa maombi ukasema hapana, akitokea. Kwa hiyo kuna mtu mwingine, lakini mimi sijasomea sasa chuo cha Biblia. Ndio chuo chenyewe tunakuandaa sasa. Ni kwamba zile ndoto unazoota alafu vitu vinatokea. Maana yake wewe una kitu cha Mungu ndani yako. Lakini sasa katika hicho kitu unacho ndani yako, wewe hujajitambua wewe ni nani. Sasa wewe ni kuhani. Kuhani, Mungu, dhambi ikitokea, Mungu anaangalia mtu kwenye hiyo familia, anamtazamisha. Mungu ana tabia kutazamisha jinsi yeye anavyoona, anamtazamisha mtu ambaye anajua yeye ni nani. Kama ni kuhani lazima anatazamishwa, kama ni mfalme anatazamishwa. Sasa akisha kutazamisha, wewe ukimwambia Mungu acha, kwenye kile kitabu cha Amos 8 na mstari wa kwanza. Amos, kama kitabu cha Amos, taona Amos alikuwa anasimamisha vitu katika ulimwengu wa roho sana. Amos alikuwa anasimamisha vitu. Ukisoma Amos ile sura ya 7, anasema haya ndio aliyonionyesha Bwana Mungu. Tazama, aliumba nzige mwanzo wa kuchipuka kwa mmea wakati wa vuli baada ya mavuno ya mfalme. Ikawa nzige walipokwisha kula majani ya nchi, ndipo nikasema, Bwana Mungu, samehe na kusihi. Yakobo atasimamaje, kwa maana ni mdogo. Bwana akagairi katika jambo hili halitakuwa, sema Bwana. Unaona? Nzige alianza kuwaona kwenye ulimwengu wa roho kabla hawajaja kwenye ulimwengu wa mwili, lakini akawasimamisha kwa kuzungumza na Mungu kwa njia ya toba na kusihi kwamba acha hao watu ni watoto, watakufa njaa. Mungu akasema, haya, kama umesema hivyo na acha, sileti nzige. Kwa hiyo unaweza ukaonyeshwa hata kifo cha ndugu yako ukapuuza, ukaonyeshwa kifo cha mzazi wako ukapuuza, ukaonyeshwa hata ajali ukapuuza, ukaonyeshwa unaibiwa ukapuuza. Mungu, mtu yoyote aliyeokoka akisha kuwa kuhani, Mungu hawezi kufanya kazi bila kumshirikisha. Lazima atamuonyesha, na yeye akiruhusu vitatokea, akivizuia havitatokea. Na ndio maana umekuwa ukiona vitu vingine kwenye ulimwengu wa roho, watu wanakufa, unaomba, unashangaa hawafi. Usipoomba vinatokea, unasema kweli tena jinsi imetokea, niliona kabisa, niliota kabisa. Ni wewe ni kuhani, Mungu anakutazamisha. Lakini kitu kingine kikubwa ni kufanya upatanisho kwa damu ya Yesu. Kufanya upatanisho. Dhambi inamfarakanisha wanadamu na Mungu. Soma kwenye kile kitabu cha Mwanzo, naona jinsi Adamu alivyokorofisha. Alipoasi alikimbia. Mungu alikuja kwenye bustani akamwambia, Adamu, uko wapi? Asema, naogopa kwa sababu niko uchi. Amwambia, nani amekuambia kwamba wewe uko uchi?
anasema kwamba mwanamke alinidanganya nikala matunda. Kwa hiyo dhambi huwa inamtoa mtu kwenye nafasi. Ndio maana unaona katika Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 9, Mungu alikuwa na fellowship na mwanadamu na ushirika. Alimtembelea Adam kwenye bustani, akakuta hayuko kwenye nafasi aliyomweka. Ndio maana alikuwa anamuita Adam, huko wapi? Yeye anasema jinsi alivyo. Anamwambia Adam, huko wapi? Anasema mimi niko uchi. Kwa nini? Dhambi alipoasi akala lile tunda. Maana yake dhambi ni kuasi, ni uasi. Uasi ni kwenda kinyume na maelekezo. Sasa Mungu anamuita kwa sababu hamuoni kwenye ile nafasi. Sasa kuhani anafanyaje upatanisho? Yesu ni Adamu wa pili. Dhambi ilimfarakanisha mwanadamu na Mungu. Lakini sasa Yesu alivyokuja, alikuja kuchukua ile nafasi ya Adamu ya kwanza, kwa sababu iliibiwa baada ya kutenda dhambi, alifukuzwa kwenye bustani ya Eden. Kwa hiyo kwa sasa hivi unapoingia kwenye maombi ya toba kama kuhani, lazima utumie lile neno Waebrania 4:16, damu ya Yesu kufanya upatanisho. Kwa sababu makuhani wa zamani wao walikuwa wanafanya upatanisho wa kutumia damu za wanyama. Kasome Walawi 17:11. Anasema maana nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi. Kwani hiyo damu ndio inayofanya upatanisho. Kwa hiyo kuhani anafanya upatanisho na watu wakimkosea Mungu kwa kutumia damu ya mwanakondoo ambaye ni Yesu, sio damu ya wanyama. Kwa sasa hivi na kunatokea watumishi wengine wanahubiri kwamba watu wakachinje ndio watasamehewa. Na Yesu, damu ya Yesu imeenda wapi? Kuna damu ya Yesu. Kwa hiyo kuna uwezo wa kufanya upatanisho kupitia damu ya Yesu. Kwanza takase kundi la watu. Cha tatu ni lazima utakase malango ya mahali. Cha nne lazima utakase kuta za mahali. Kwa hiyo wewe ni kuhani, kisha ukawa wewe ni kuhani na mfalme. Sasa mfalme kazi yake ni nini? Neno la mfalme lina nguvu katika ulimwengu wa roho. Elia alisimama kwenye nafasi ya mfalme. Alisema mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Ile ni sheria. Neno la mfalme ni sheria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kusimama katika mfalme, neno la mfalme, neno la mamlaka. Nikisha tamko alipingwi, neno la mfalme alipingwi. Kwa hiyo Elia alikuwa amesimama katika hiyo nafasi ya kifalme lakini na ya kikuhani. Ya kikuhani ni wakati alipoita wale manabii wa Baali katika ule mlima Karmeli. Wale manabii 450. Akasema watoe sadaka, Mungu atakayejibu kwa moto na awe Mungu. Elia akachukua mawe 12 sababu ya kabila 12 za Israeli. Akatubu, akatengeneza madhabahu ya Mungu iliyovunjika kwanza. Anayetengeneza ni kuhani. Kwa hiyo alikuwa na nafasi ya ukuhani. Kule mwanzo alikuwa na nafasi ya kifalme, lakini huku kwenye kushusha moto alitumia nafasi ya kikuhani. Na ndio maana sasa akasema kwamba mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Kwa hiyo maana yake mvua ilifungwa kisheria. Ilifungwa kwa neno la mfalme ambaye Elia alikuwa anaweza kutumia position ya kifalme, nafasi ya kifalme na nafasi ya kikuhani. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho ili maombi yajibiwe inategemea wewe umestay kwenye position gani, yani umesimama kwenye nafasi gani, kama ni nafasi ya kikuhani, kama ni nafasi ya kifalme. Kwa hiyo unaweza ukazitumia hizo na Mungu akakutumia. Wewe ni mfalme na kuhani mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ujumbe wa neno lako. Asante kwa sababu huyu mtu aliyekuwa ananisikiliza popote alipo ameelewa yeye ni nani katika Kristo. Na kama ndio ameokoka atajifunza kusimama katika nafasi yake. Maana ndivyo Habakuki alivyosema, mimi nitasimama katika nafasi yangu, nione jinsi Bwana atakavyonionyesha. Katika jina la Yesu Kristo, nguvu na uvuvio wa Roho Mtakatifu umfunike sasa, ili aweze kutendea neno kazi, asiwe msikiaji tu. Naomba kwa ajili ya aliye mgonjwa na mdhaifu popote alipo ulimwenguni, mguse na kumtembelea katika jina la Yesu. Huenda yamekuwa yakitokea mabaya mengi katika familia, katika jamii na katika kanisa, kwa sababu sisi tumeshindwa kusimama katika nafasi zetu. Na ndio maana Mungu ameachilia sasa ujumbe huu ili kumwandaa kila mmoja na kumwonyesha mipaka ya utendaji wake. Katika jina la Yesu, jina kuu lipitalo majina yote, naomba nguvu za Roho Mtakatifu zikafunike huyu mtu. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu ili akawe na kiu ya kulisoma neno na kulirudia kama wale wana wa Beroya. Katika jina la Yesu Kristo, mguse na umtumiki. Mguse katika jina la Yesu, mfungue katika jina la Yesu, mguse katika jina la Yesu. Mvue huyu mtu awe mvuvi wa watu kama Petro alikuwa mvuvi wa samaki, ukamwambia nitakufanya
kuwa mvuvi wa watu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kupitia ujumbe wa neno lako Mungu, kavue watu kwa ajili ya kazi yako, maana shambani mwako mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Kamata watendakazi kila kona katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, nimeomba, amen. Mungu akubariki sana. Tumia namba zinazopita hapo. Kama una sadaka unaweza ukatuma, nasi tutaipokea, lakini kama una ushuhuda au ushauri tutumie katika ukurasa wetu hapo, tutauona. Asante kwa kutufuatilia. Tutatoa sehemu ya 3, nafasi yako katika